Tunaendelea kushirikiana na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ili na sisi tuendelee kuwekeza kwenye kutimiza yale malengo ya maendeleo endelevu, ikiwemo ni sekta ya kuboresha miji na jamii endelevu kupitia miradi kama NHC ambayo nilikuwa nimesema. Kuna miradi kadhaa ya apartment ambayo tumewekeza, lakini pia tumewekeza kiasi cha bilioni 24.7 katika kipindi hiki ambacho mama yetu amekuepo katika madaraka kipindi cha miaka 4. Naomba tu niende moja kwa moja kwa kukaribia kuwasilisha, niende kwenye mwelekeo wa utekelezaji wa majukumu yetu kwa mwaka 2025. Kama nilivyosema awali kwamba Benki ya Maendeleo ni taasisi ya kisera ambayo jukumu na lengo letu kubwa ni kuunga mkono jitihada za serikali katika kutekeleza sera, mikakati ya kitaifa, hususan kwenye utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Kwa tunavyokuwa tunajipanga kama Benki ya Maendeleo, tunaangalia dira ya maendeleo ya taifa, lakini tunaangalia mpango wa taifa wa maendeleo, pia tunaangalia mpango mkuu wa uendeshaji wa sekta ya fedha na vipaumbele vya serikali ya awamu ya 6. Kwa kila tunavyoweka malengo yetu au mwelekeo wetu, tunakuwa tumeangalia serikali yetu kama benki au kama taasisi ya serikali, inabidi tunajikita katika malengo ya serikali. Kwa hiyo kwa 2025 mwelekeo wetu wa kama benki ya TIB, kwanza kabisa ni kukuza mtaji wa benki kwa kushirikiana na taasisi za fedha za kimataifa ili kupata mikopo ya riba nafuu, ili na sisi tuweze kutoa mitaji kwenye miradi ya maendeleo ambayo ni nafuu. Kwa hiyo lengo letu ni kubwa, ni kwamba lazima tutafute mtaji wa kutosha ili tuweze kukidhi mahitaji ya wale wadau wa maendeleo ambao wanataka kuwekeza kwenye miradi ya maendeleo ili tuweze kuendelea kusukuma gurudumu la maendeleo la nchi yetu. Lakini pia kupitia mradi wa upanuzi wa nishati ya umeme vijijini ambao niliongea kwamba tunashirikiana na Benki ya Dunia pamoja na wenzetu REA, bado tutaendelea na huo mkakati hata kwa 2025 ili tuendelee kuhakikisha kwamba umeme unakwenda mpaka kule vijijini ambako TANESCO haijafika. Kwa kupitia programu hii TIB tutaendelea kufanya kazi na Benki ya Dunia, lakini pia na wenzetu wa REA. Lakini lingine nilizungumzia kuhusiana na nishati safi na salama ya kupikia. Bado tumetoa kipaumbele kwa mwaka 2025 kufanya kazi na wenzetu wadau wetu wa maendeleo UNIDO kuendelea na nishati safi na salama ya kupikia ya ethanol. Kama tulivyoanza, nimesema tumeanza na Dar es Salaam, lakini lengo ni kufika mikoa mingine ya Tanzania bara na visiwani. Kwa hiyo ni miongoni mwa mwelekeo wetu wa 2025. Lakini pia kwenye maji bado tutaendelea, ni kipaumbele ili tuweze kuendelea kuunga mkono jitihada za serikali katika maji safi na salama. Tutaendelea kufanya kazi na wenzetu wa National Water Fund, National Water Fund, lakini KfW, lakini IFF-OBA, Benki ya Dunia na wadau wengine wote ambao tunaona wana interest ya kuweza kuwekeza kwenye sekta ya maji. Kwa hiyo hayo bado ni malengo yetu au ni mwelekeo wetu wa 2025. Lakini pia tutaendelea na tunalo dirisha la kilimo kama nilivyosema, bado tutaendelea. Tumeshafanya mikoa karibia 26 na wilaya 73. Tunaendelea kuwekeza kwenye sekta nzima ya kilimo kama nilivyosema, sio tu wanaolima, lakini wafugaji, wavuvi wote wanaingia kwenye kunufaika na dirisha hilo la kilimo. Lakini pia tutaendelea kuwekeza kwenye ujenzi wa makazi, elimu, utalii, afya na upanuzi wa bandari kavu. Hiyo ni maeneo ambayo kwenye 2025 na yenyewe pia tumeyapa kipaumbele. Lakini pia kuimarisha wigo wa huduma za kifedha zikiwemo biashara ndogo na za kati, SMEs. Ni eneo ambalo pia tumeliweka kama ni eneo la kipaumbele kwa mwaka 2025. Naomba niwasilishe au nihitimishe kwa kusema kwamba Benki ya Maendeleo TIB kama nilivyosema awali, tumewekeza takribani bilioni 600 zikiwepo bilioni 403 katika miradi ya sekta mbalimbali, lakini pia zikiwemo bilioni 222 kwenye mifuko ambayo tunaisimamia kwa niaba ya wadau wa maendeleo wakiwemo serikali na wadau kama World Bank, National Water Fund na UNIDO. Lakini pia kupitia uwekezaji huu takribani ajira mpya 12,500 wa Tanzania wameweza kupata kupitia uwekezaji wa Benki ya Maendeleo TIB. Lakini TIB tutaendelea kutekeleza majukumu yetu kwa uweledi kabisa ili kufikia azma ya serikali ya awamu ya 6 inayodhamiria kuimarisha mazingira ya uwekezaji wa moja kwa moja wa ndani na wa nje kwa maendeleo ya wananchi na ustawi wa uchumi wa Tanzania.
Lakini niseme tu kwamba kwa wale wadau wa maendeleo, najua naongea leo na wanahabari, Benki ya Maendeleo TIB, kama jukumu letu tulivyolielezea la kutoa mitaji kwenye miradi ya maendeleo kwa muda wa kati na muda mrefu, ningependa tu kuendelea kuwakaribisha wadau wa maendeleo ili waweze kuja kuwekeza, kushirikiana na sisi kuwekeza kwenye miradi ya maendeleo. Lakini pia wadau wa maendeleo ambao wana fungu ambalo wameliweka kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Sisi tuna utaalamu wa muda mrefu tu wa kuweza kusimamia hiyo pesa na kuhakikisha kwamba miradi ya maendeleo inatekelezeka vile ambavyo ilikuwa imekusudiwa. Kazi iendelee.